kumlilia Samueli akiendelea kumlilia Sauli, lakini Mungu akimwambia kuwa unamlilia kwa nini? Maana nimemkataa. Lakini Mungu akimwagiza ya kuwa aende kwenye nyumba ya Mbethlehemu anaitwa Yese, na pale akienda kumpaka mafuta yule ambaye Bwana alisema anapendeza moyo wake. Lakini Samueli akiogopa na kusema kwa itakuwaje Sauli atakavyofahamu jambo hilo. Lakini kwa nini Samueli alisema hivyo? Mimi nitakwambia kwa nini alisema hivyo. Kwa sababu ilikuwaje, alijuaje hakuwa atajua. Lakini je, ilijulikana jambo hilo? Haikujulikana. Lakini kwa nini apakwe mafuta mara ya kwanza sirini? Hata Sauli tuliona ya kwa mara ya kwanza alipakwa mafuta sirini, alafu akaenda akapakwa mara ya pili katika eneo la Mispa, alafu mara ya tatu akienda kupakwa mafuta katika eneo la Gilgal. Sasa mafuta ya kwanza naona kama ilikuwa ni kwa ajili ya kuwaandaa wale wafalme. Mafuta hayo yalikuwa ni kwa ajili ya kumwandaa Daudi na kumfanya akuwe katika hekima na kimo, ili akibaki katika mapenzi ya Mungu. Lakini atakuja kupakwa mafuta mara ya pili Daudi na kufanywa kuwa ni mfalme wa Yuda, lakini mara ya tatu akipakwa mafuta akifanywa kuwa ni mfalme wa Israeli yote, ambao ni Israeli na Yuda. Hebu sasa tuende moja kwa moja kwenye sura ya 16, na bila kupoteza nafasi nikupe dondoo. Ziko dondoo kuu 4. Yese Bethlehem, hiyo ni mstari wa kwanza mpaka wa 5. Yese Bethlehem. Dondoo ya pili ni kuchaguliwa Daudi. Kuchaguliwa Daudi ni mstari wa 6 mpaka 13. Kuchaguliwa Daudi mstari wa 6 mpaka 13. Na dondoo ya 3, roho ya Mungu, roho ya Mungu kumtoka Sauli, roho ya Mungu kumtoka Sauli, hiyo ni mstari wa 14 mpaka 18. Na dondoo ya kuu ya mwisho 4 ni kuitwa kwa Daudi na mfalme Sauli, hiyo inaanzia mstari wa 19 mpaka 23. Kuitwa kwa Daudi na mfalme Sauli, hiyo ni 19 mstari mpaka 23. Hebu sasa tuende kwenye sura ya 16, tuanze mstari wa kwanza. Hebu tuende kwa pamoja, fungua Biblia yako. Na Mungu ameandaa jambo jingine tena jioni ya leo, maana kila siku ni siku mpya, kwa sababu kila sura kuna neno ambayo maisha yako inahitaji kwenye kila sura kwenye Biblia. Na tunapoendelea, kinachohitajika kwenye maisha yako kwenye kila sura inatenda kazi. Ndio maana tunapoendelea utaona maisha yako yanazidi kubadilika, hatimaye unakuwa wa tofauti. Hebu twende kwa jina la Yesu. Soma kwa jina la Yesu. Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli ikiwa mimi nimemkataa siwamiliki Israeli? Ijaze pembe yako mafuta uende, nami nitakupeleka kwa Yese Bethlehemu, maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Samueli akasema, nawezaje kwenda? Sauli akipata habari ataniua. Basi Bwana akasema, umeona sasa tayari ina maana Samueli kwa moyo wa upendo aliendelea kumlilia Sauli. Hiyo ni moja kati ya tabia alizokuwa nazo Musa. Pamoja na Mungu alikuwa anafikia hatua ya kuwakataa Waisraeli. Wakati Waisraeli walikuwa njiani wakitoka Misri wakienda Kanaani. Lakini Musa kila wakati aliishia kuwaombea. Na Musa alikuwa naomba mema kwa ajili ya Waisraeli, na mpaka Musa anaondoka alikuwa ni muombezi kwa ajili ya Waisraeli. Lakini tunaona ya kuwa hiyo tabia pia tunaiona kwa Samueli. Samueli akaendelea kumlilia Sauli. Samueli akupanda hata roho moja ipotee. Lakini tunaona Mungu anamwambia kuwa utamlilia mpaka lini wakati nimemkataa? Kuna wakati kumbe Mungu anaweza akamkataa mtu hata kama unamwombea. Baba
mweke huru. Baba, ondoa laana zote. Je, yawezekana unaombewa, lakini je, hujamtenda Mungu mabaya akakukataa? Lakini umeona kinachofanyika ni Mungu anapomwambia Samueli anahofia maisha yake. Kuna sababu nataka nikwambie. Huwezi kujua hapo sababu ni nini. Je, angeenda kule Bethlehem, Sauli angejuaje? Wacha nikwambie, ndio maana ni vizuri sana ujue na ramani ya taifa hilo likoje, na ujue na urithi wa kila kabila. Umeona unapotoka Gebea alikokuwa naishi mfalme Sauli, na mtu aliyekuwa anatoka Rama akienda Bethlehem. Kule Bethlehem ilikuwa ni kusini mwa Yerusalemu. So ulipokuwa ukitoka Rama ilikuwa ni lazima upite Gibea ukienda kule Bethlehem. So ina maana Samueli bila shaka ilibidi apite njia ya ambayo ilikuwa inapita pale mji aliyekuwa anakaa mfalme Sauli. Bila shaka ina maana angeonekana, kwa kuwa yeye ni mtu maarufu, taarifa zingefika, na bila shaka Sauli angeuliza, unakwenda Bethlehem kufanya nini? Lakini Bwana Mungu anampa ushauri ya cha kufanya. Mungu akupe ushauri kwenye kila jambo unayotaka kufanya na uifanye vizuri kwa jina la Yesu. Mungu awe ni mshauri wako katika kila jambo katika jina la Yesu. Amen. Na ushauri utakaye shauri wengine iwe ni ushauri mzuri kupitiliza kwa jina la Yesu. Basi Bwana akasema, chukua ndama pamoja nawe, ukaseme nimekuja ili kumtolea Bwana dhabihu. Ukamwite Yese aje kwenye dhabihu, nami nitakuonyesha utakayotenda, nawe utamtia mafuta yule nitakayemtaja kwako. Umeona sasa, hii ni tofauti. Mara ya kwanza Mungu alipomchagua Sauli, Samueli alijua siku moja kabla. Aliambiwa siku moja kabla kuwa kesho muda kama huu nitakuonyesha ama nitakuletea yule ambao nimefanya nini, yule ambao nimemchagua ili amiliki watu wangu. Lakini habari za nani? Habari za Daudi anaambiwa nenda, umeona, ukamchague. Lakini anapokwenda pale sio mtu mmoja. Anapoenda kwenye nyumba ya Yese wanakuwepo watoto 7 wanayepita, lakini katika hao 7 watatu wa kwanza walikuwa na watu kweli kweli. Wa kwanza tu Samueli aliona huyu ndio masihi wa Bwana, maana huyu ndio mpako mafuta wa Bwana. Lakini Bwana akamwambia kuwa wala huyu siye, nimemkataa. Maana Mungu hakutaka tena atumie vigezo vya muonekano wa kimwili, alitaka kutumia nini? Moyo. Ndio maana Bwana utazama nini? Utazama moyo. So hebu twende tuone tukio nzima ilikuwaje kwa jina la Yesu. Samueli akafanya hayo aliyosema Bwana, akaenda Bethlehemu. Wakaja wazee wa mji kumlaki wakitetemeka, nao wakasema, je, umekuja kwa amani? Naye akasema, naam, kwa amani, nimekuja kumtolea Bwana dhabihu. Nitakaseni jioni pamoja nami kwenye dhabihu. Umeona anapoonekana pale Bethlehem, watu wanastuka. Wazee wale hawakuwa na taarifa, na tayari wanamuuliza kama je, kuna amani? Maana haikuwa jambo la kawaida. Lakini anawaambia kuwa amekuja kwa sababu ya dhabihu, lakini anasema wajitakaze. Lakini wanapojitakasa watu, cha ajabu katika hiyo dhabihu wanaitwa Yese tu na familia yake. Lakini umeona kabla Yese na familia yake hawajaenda mbele za Bwana katika ile dhabihu, wanatakaswa. Umeona sasa, kumbe huwezi kwenda mbele za Mungu ukiwa mchafu. Huwezi kwenda mbele za Mungu usipokaa katika msamaha, maombi ya msamaha na toba, ukatakasika. Umeona sasa, tukaona kabisa, nitakuonyesha maeneo mengi ambayo wana wa Israeli walipotaka kwenda mbele za Bwana ilibidi watakasike. Hata walipotoka Misri wakafika pale mlima Horeb ama Sinai,
ilibidi kwanza watakasike. Umeona sasa, wanaambiwa wajitakaze siku 3, lakini kumbuka ya kuwa hata kabla hawajavuka mto Yordani na kuingia Kanaani, Yoshua anawaambia Mungu anamtuma Yoshua awaambie nini? Watu hao wajitakaze siku 3, alafu hapo ndipo walikuwa mbele za Bwana na Bwana akawavusha mto Yordani. Nawe utakasike kabla hujaenda mbele za Bwana kwa jina la Yesu. Amen. Utakasike kabla hujakaribia uwepo wa Bwana ili Bwana awe pamoja nawe. Kuna wakati mwingine mtu mwingine anashindwa kukaa kwenye uwepo wa Mungu kwa sababu ya dhambi zinazomzonga kwa wepesi. Dhambi, maji ya kuosha dhambi ni toba ya kweli, watakatifu wa Bwana. Toba inayotoka ndani, lakini toba hiyo iambatane na kuacha mabaya. Kuna mtu mwingine yeye anapokwenda mbele za Baba, naomba nisamehe katika jina la Yesu, anajinyenyekesha kweli, yani akitoka pale akienda anatenda dhambi mtindo moja, akitaka kwenda mbele za Bwana, hiyo sio maana. Tendaye dhambi utenda uasi. Maana dhambi ni nini? Ni uasi. Tuliona jana ya kuwa waraka wa kwanza wa Yohana sura 3 mstari wa 4 ikisema kuwa dhambi ni uasi, lakini tuliona kabisa kuwa uasi ni kama dhambi ya uchawi, ambao dhambi ya uchawi ilitakiwa mtu kama ni mchawi katikati ya Waisraeli alitakiwa atolewe nje ya marago, apigwe kwa mawe hadi kufa. Umeona sasa? Lakini na dhambi aliyetenda mtu akijua dhambi ya uasi, na maana unakwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni nini? Nitakuonyesha mapenzi ya Mungu ni nini. Je, wewe unatembea katika mapenzi ya Mungu? Utajua leo kama unatembea katika mapenzi ya Mungu. Lakini mapenzi ya Mungu kwa jumla ni nini? Je, Sauli hakutembea katika mapenzi ya Mungu? Hebu tuende taratibu, alafu nitakuonyesha kwa jina la Yesu. Akawatakasa Yese na wanawe, akawaita kwenye dhabihu. Anawatakasa kwanza kwa sababu kila anayemkaribia Bwana lazima na atakasike. Ndiyo maana kuanzia leo kuna watu wengine ni wepesi sana wakwenda mbele za Bwana, lakini habari za kutakasika hawajitakasi. Ndiyo maana hata maombi yao hayamfikii Mungu. Umeona kinachofanyika nini? Biblia inasema kabisa ya kuwa maombi ya mwenye dhambi ni nini? Ni kelele mbele za Bwana. Lakini ni nani anayefika mbele za Bwana? Ni yule anayejitakasa. Tafuta kwanza kupata utakatifu kabla hujakaribia kiti cha enzi cha rehema, maana Mungu ni nuru, na penye nuru hapana nini? Hapana giza. Hebu twende kwa jina la Yesu. Ikawa alipokuja alimtazama Eliabu, akasema yamkini Masihi wa Bwana yuko hapa mbele zake. Akamwona Eliabu mzaliwa wa kwanza wa Yese. Alipomwona jinsi Eliabu alikuwa ni mtu mwenye miraba 4, yani kipande cha mtu aliyependeza, akasema kuwa yamkini huyu ndio Masihi. Masihi nilikwambia kwa maana yake nini? Masihi ni neno la Kiebrania yenye maana mpakwa mafuta. So tunaona ya kuwa wafalme walitakiwa kuwa ni wapakwa mafuta. Ndio maana umeona Mungu anamwambia Samueli ya kuwa jaza pembe yako mafuta, uende fanya nini? Uende umchague mfalme. Mfalme ilibidi amiminiwe mafuta juu yake. Lakini umeona, ndio maana hata Yesu alipokuja duniani, kumbuka ya kuwa alimiminiwa mafuta juu yake, lakini katika ishara ya Roho Mtakatifu kushuka juu yake. Ile ilikuwa ni ukamilifu wa kumiminiwa mafuta katika Agano la Kale. Ndio maana sisi wote ni wapakwa mafuta, lakini tukifuata utaratibu kama Yesu Kristo alipopakwa mafuta. Sema mimi ni mpakwa mafuta. Mimi ni mpakwa mafuta. Mimi ni Masihi wa Bwana. Mimi ni Masihi wa Bwana. Unaposema wewe ni Masihi wa Bwana, unasema wewe ni mpakwa mafuta wa Bwana. Lakini Yesu alipokuja alikamilisha ile kupakwa mafuta kwa kumiminiwa juu, bali yeye alipakwa mafuta kwa Roho Mtakatifu kushuka juu yake. Nini kupakwa mafuta? Kupitia Roho Mtakatifu. Hebu sema mimi ni mpakwa mafuta. Mimi ni mpakwa mafuta. Kuanzia leo jitambue kama mpakwa mafuta. Je, mpakwa mafuta pepo linaweza likamkaba? Mpakwa mafuta mchawi anaweza kamuonea? Mpakwa mafuta nguvu ya giza inaweza kamzonga? Hebu leo tembea katika mafuta ya Bwana uliyepakwa kwa jina la Yesu. Kama hujapakwa mafuta, basi upakwe mafuta sasa na Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu. Hebu twende. Lakini Bwana akamwambia Samueli, utazame uso wake wala urefu wa kimo chake,
maana mimi nimemkataa. Kwa nini mbona mkatae wakati uliyemchagua wa kwanza alikuwa mrefu kuliko wote? Nani? Sauli alikuwa mrefu kuliko wote. Kuanzia mabegani pake alikuwa akisimama katikati ya watu, anaonekana yeye, lakini vigezo hivyo vilileta matokeo mabaya. Ndio maana Mungu sasa hatazami umbo la huyu mwana wa Yese, bali anamwambia Samueli ya kuwa nimemkataa huyo, wala huyo sio yule ninayetaka unimchague awe ni mfalme. Hebu twende. Bwana haangalii kama binadamu angaliavyo, maana wanadamu hutazama sura ya nje, bali Bwana hutazama moyo. Ndipo Yese akamwita. Umeona, mwanadamu anatazama nje. Mara nyingi watu ambao wanakaribia kuolewa wanatazama sana nje, lakini Bwana hutazama nini? Moyo. Hebu na wewe anza kutazama moyo. Usiangalie umbo la nje. Utaweza kuona mtu amevaa vizuri, unaona muonekano wake, lakini je, moyo wake ukoje? Ndio maana Bwana hutazama moyo. Ndio maana Biblia inasema linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana hapo ndipo panapokaa nini? Hapo ndipo panapokaa chemichemi cha uzima. Ina maana chemichemi cha uzima ni nini? Chemichemi cha uzima ni neno la Mungu. Ndiyo maana bubujiko hutoka ndani ya moyo, lakini kupitia nini? Neno la Mungu inayetoka. Ndiyo maana kimjazacho mtu, kama alivyosema Yesu, ndicho kimtokacho. Lakini sasa kama umejazwa na mabaya, yatatoka mabaya. Kama umejazwa na mema, yatatoka mema. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo Yese akampitisha Abinadabu akampitisha mbele ya Samueli, naye akasema Bwana hakumchagua huyu. Ndipo Yese akampitisha Shama, naye. Umeona, tayari wanataja watoto watatu. Anaanza nani? Elia. Anakuja Abinadabu, alafu anakuja nani? Shama. Lakini pata picha, wanatajwa watatu, lakini Mungu hajamuona hapo. Lakini kumbuka, anayetafutwa ndio mdogo kuliko wote, lakini hata hapo hajalikwa, hajaitwa. Aliambiwa Yesu alete watoto wake wote kwenye hiyo dhabihu, mlo huo. Ilikuwa ni dhabihu gani? Sadaka ya amani ama sadaka ya ushirika, ambayo ilikuwa inahusu mlo inayeliwa mbele za Bwana. Lakini inakuaje Daudi amesauliwa? Yawezekana walikusahau wewe kwenye mambo yote ya maana yanayehusu ukoo wako na familia yako. Yawezekana wewe ni mtu wa kusaulika sana, wamekusahau. Lakini nasema hivi, wakati wa Bwana ukifika, hata kama wamekusahau, itabidi wasimame, wasikae mpaka ukaletwe utoke uliko. Umeona, Daudi atawafanya wale waliopo chakulani wasiketi, wasimame wakisubiri mpaka aletwe. Nasema kabisa ya kuwa utafutwe na wao wasimame, wasikae mpaka uperekwe na Bwana akuchague wewe kwa jina la Yesu. Amen. Hujanipata vizuri. Nasema hivi, inakuaje Yese waliitwa watoto wake wote wa kiume? Inakuaje watoto waliitwa, lakini hao watoto, mtoto wa kiume mdogo akasaulika? Nasema hivi, usiwe mzazi ama mtu unayefanya nini? Mtu unayedharau hata watoto wako. Inapotokea kuwa leta watoto wote, yule unayemdharau yawezekana yeye ndio chaguo la Bwana. Umeona Yese? Sasa inakuwaje? Ataulizwa, je, kuna mwingine? Atasema yuko mdogo wao wa mwisho, lakini yeye anafanya nini? Chunga kondoo. Yawezekana huonekani ama ulikuwa huonekani, lakini yawezekana wewe ndio Daudi anayetakiwa kupakwa mafuta. Twende kwa jina la Yesu. Ndipo Yese akampitisha Shama, naye akasema wala Bwana hakumchagua huyu. Yese akawapitisha wanawe 7 mbele ya Samueli. Samueli akamwambia Yese, Bwana hakuwachagua hawa. Kisha Samueli akamwambia Yese, watoto wako wote wapo hapa? Naye akasema amesalia mdogo wao, na tazama anawachunga kondoo.
Basi Samueli akamwambia Yese, tuma watu wamlete, kwa sababu hatutaketi hata atakapokuja huko. Umeona, anaambiwa atume mtu alete huyo mdogo wao, na Samueli anasema hawatakaa mpaka alete. Nini? Tayari hata kama ungekuwa ni Shama ama Abinadabu, umeshaona kabisa wote saba mmeshapita mbele yake, imesemekana pana, halafu unaambiwa mlete mdogo wenu. Tayari mnaona kabisa yule mdogo wenu anakwenda kuchaguliwa, maana wakwisha ndiye baki ndio yeye. Lakini nasema hivi, nimejifunza kitu. Mungu anatazama sana vitu vinyonge. Mungu anatazama sana vitu vinyonge. Kama wewe ni mnyonge, angalia, yawezekana huwezi kuongea, huwezi kusoma Biblia, yawezekana hata kanisani unadharauliwa wewe, lakini mimi nasema hivi, siku zote Bwana afanye kazi na mambo makubwa, utenda kazi na mambo manyonge. Unaponiona mimi sikustahili kabisa, haungeniona wala sikustahili kuweza kufanya kazi ya Mungu, lakini ilikuwaje? Ni fumbo ambao wengi wanataka walifumbue, lakini haiwezekani. Maana ukienenda kiakili, basi mimi sikustahili kusimama mbele ya madhabahu ya Bwana huku Bwana akinitumia. Lakini nasema hivi, Bwana anakuonaje? Bwana anakuona kama alivyomuona Daudi. Daudi alingawa alikuwa ni mdogo anayedharauliwa, lakini Bwana alimuona yeye. Bwana akuone wewe katika jina la Yesu. Amen. Bwana akuone wewe kwa damu ya Yesu. Amen. Bwana akuone, pamoja na walikufunika, pamoja na walikupeleka kuchunga kondoo, pamoja na walikutoa wewe ukualikwa katika ile sherehe, ukualikwa hata mbele za Bwana, lakini Bwana akutazame kwa jicho lake, maana jicho lake utazama hadi sirini, katika jina la Yesu. Amen. Twende kwa jina la Yesu. Basi ndipo Samueli akaitoa pembe yenye mafuta. Basi akatuma mtu, naye akamleta kwao, naye alikuwa mwekundu, mwenye macho mazuri, na umbo lake lilikuwa la kupendeza. Alikuwa ni bwana mdogo mwenye miaka kama 12, alikuwa bado mdogo kiasi kwamba hata baba yake hakudhania kuwa angeweza kuchaguliwa kuwa ni mfalme. Nasema hivyo, watakatifu wa Bwana, Mungu ilimlazimu Mungu amchague Daudi katika udogo wake, maana bila shaka kingefuata nini? Angeweza tena wale Waisraeli wakuleta vya kuleta na kuchaguliwa mwingine, lakini Mungu alikuwa anamtaka Daudi. Ndio maana Mungu anampaka mafuta tangu mdogo, na mafuta hayo yanaendelea kumlinda wakati anakuwa akipitia magumu, akikimbizwa na huyo mfalme akiwa na wivu, lakini mafuta yale yalimlinda mpaka hatimaye akaja akapakwa mafuta, sasa akifanyika rasmi kuwa ni mfalme wa Yuda na hatimaye mfalme wa Israeli kwa jumla. Bwana akasema, ondoka, mtie mafuta, maana huyu ndiye. Ndipo Samueli akaitoa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake, na Roho ya Bwana akamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Roho ya Bwana alimjia, ametoka wapi? Maana huyo roho alikuwa ni roho ya mtu ambaye ni mfalme. Roho ya Bwana anapomjilia Daudi, ina maana hiyo roho ya Bwana inamtoka nani? Inamtoka mfalme Sauli. Tayari roho ya Bwana inapomtoka, inaingia roho mbaya kutoka kwa nani? Kutoka kwa Bwana. Roho ile inapoingia kwa Daudi, moja kwa moja imeaga, imetoka kule kwa mfalme Sauli. Na kinachofanyika ni nini? Roho mbaya inafanya nini? Inamuingia nani? Sauli. Kuna wakati mwingine kuna roho mbaya kutoka kwa Bwana. Ndio maana unanena kwa lugha. Unanenaje? Pakra 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 pakra. Ni kweli inawezekana unanena, lakini je, si roho mbaya kutoka kwa Bwana? Maana hiyo roho, Sauli sio eti alikuwa hatabiri, alikuwa na tabiri, lakini sasa yuko kwenye hali ya tafulihari, mpaka apigiwe mziki, na maana mpaka aombewe. Alafu mtoto anayejua kuomba ni mdogo, huyo anayechaguliwa ndiye anajua kuomba. Ile kinubi walivyokuwa inapigwa, roho ya Bwana alikuwa anashuka, na wale manabii wakifanya nini? Wakitabiri. So Daudi ni mdogo, lakini anaweza kuomba. Je, pamoja ni wewe ni mdogo, lakini je, unaweza kusimama mbele ya mfalme
ukamwambia habari za Yesu Kristo. Unaweza kusimama mbele ya watu wengine ukasema habari za neno la Bwana. Daudi ni mdogo, lakini hebu nikuulize, kuna mtu mwingine anasema hivi, nimewahi kusikia mtu akisema hivi, Daudi hakusoma. Nani anasema Daudi hakusoma? Mungu amemchagua lakini hakusoma. Nione ukisema hivi. Una uhakika Daudi hakusoma? Bwana Yesu asifiwe. Elimu iliyokuwepo Israeli ilikuwa ni elimu ya Torati. Wanaanza kufundishwa watoto wakiwa wadogo. Mtu akifika miaka 12, Yesu aliruhusiwa kwenda hekaluni akiwa na miaka 12, lakini maneno aliyekuwa anaongea hata wale wazee wa hekaluni walifanya nini? Maneno yanatoka kwenye kinywa cha Daudi. Utaona kesho anapokabiliana na Goliati, anamwambia ni nani aliyetukana majeshi ya Bwana akafanya nini? Haya alijua wapi? Daudi alikuwa amesoma, na kweli chuo cha Waisraeli ilikuwa ni Torati. Alisoma kuliko hata Sauli. Bwana Yesu asifiwe. Ili uongozi wa Israeli takiwa ujue nini? Takiwa ujue nini? Ilitakiwa ujue Torati. Na Torati ilikuwa ndio kipimo na sheria. So aliyejua Torati alijua kama sasa hivi mtu amesomea habari za sheria na kadhalika. So Daudi alikidhi vigezo vyote vya kufanya nini? Vigezo vyote vya kuweza kumfanya awe ni mfalme. Hicho ndicho kilichokuwa kinakosekana kwa mfalme Sauli, na hata kumfanya atende mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Je, na umesoma Biblia? Unasoma Biblia? Soma Biblia mtakatifu wa Bwana. Elimu ya kiroho ni Biblia. Elimu ya kiroho ni Biblia. Elimu ya duniani ni kwenda shuleni. Lakini hata kama umekwenda shuleni, unaweza kwenda shuleni ili uje uwe mjinga. Unaweza kwenda shuleni ili uje upinge Mungu si Mungu. Unaweza ukasoma kabisa miaka mingi tu, hata miaka 20, ili tu uje upinge hakuna Mungu. Elimu ya duniani sikufanye umpinge Mungu, bali elimu ya duniani uitumie vizuri na umheshimu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatambua elimu ya duniani. Ndio maana amesema usimwache elimu afanye nini? Aende zake, umshike sana elimu. So Mungu anatambua elimu, lakini je, elimu yako inamtambua Mungu? Kama Mungu anatambua elimu ya duniani inahitaji mtambue Mungu pia. Bwana Yesu asifiwe. Basi Samueli akaondoka akaenda zake Rama. Basi roho ya Bwana ilikuwa imemwacha Sauli, na roho mbaya kutoka kwa Bwana ikamsumbua. Roho ya Bwana inapomwacha tu Sauli, roho mbaya kutoka kwa Bwana inaanza kumsumbua. Roho mbaya ilitokaje kwa Bwana? Tulia, nitakuonyesha. Kuna mambo ambayo umefundishwa ambayo yalikufanya usiweze kusoma hayo na kuelewa. Nitakuonyesha mahali ambapo shetani anamwambia Mungu kabisa ya kuwa Baba, nitakwenda kumdanganya. Ingine roho shetani anasema kabisa ya kuwa mimi hebu ondoa vyote uone kama hatafanya nini? Hata kukana. Mimi nitakuonyesha uone kabisa hizo roho zilitoka wapi. Ilitoka kwa Bwana, si kwa Bwana. Nitakuonyesha, hebu twende. Basi Bwana wetu na atuamuru sisi watumishi wake waliopo hapa mbele yako atafute mtu aliyestadi wa kupiga kinubi. Basi itakuwa roho ile mbaya kutoka kwa Bwana kwa Mungu itakapokujilia, yeye atapiga kinubi kwa mkono wake, nawe utapona. Umeona? Kumbe wale manabii, tuliona wale manabii ambayo tuliona pale. Sauli anaambiwa na Samueli ya kuwa utakavoshuka katika eneo la Gibea utakuta manabii nao wanatabiri. Na alipokuta fika pale, akuta manabii wamebeba nini? Kinubi, wamebeba kinanda, wanazipiga nini? Kumbe ilikuwa ni njia ya kumwabudu Bwana ama kuomba Bwana
na kumbe ilikuwa ni njia ya hata mapepo kutoka. So anatafutwa, lakini nani? Ni yule yule aliyepakwa mafuta. Mungu abahatishi. Daudi kabla hajaenda pale kukaa katika ile hekalu, kukaa katika ile ofisi ya mfalme, anapelekwa pale, anakwenda pale, anapiga kinubi, anafanya maombi pale kwa ajili ya yule mfalme. Lakini Mungu hawezi kukupeleka mahali ambapo hajakuonyesha Joshua hata siku moja. Mungu hawezi kupeleka uende ukahubirie watu pasipo kukufundisha neno lake kwanza wewe. Vinginevyo utafundisha mataputapu. Kabla Mungu hajampeleka Musa wapi? Jangwani kule, aongoze watu jangwani. Mungu anampeleka Musa, anakaa jangwani miaka 40 kabla Mungu hajaongoza wana wa Israeli kuingia Kanaani. Joshua alipelekwa na wale wapelelezi, yeye akawa mmoja kati wa wapelelezi, na Joshua alipita katika nchi yote ya Kanaani wakipeleleza siku 40. Mungu hawezi kukupeleka mahali ambapo, hawezi kukutuma mahali ambapo hajakupeleka na kukuonyesha. Mungu akuonyeshe sehemu anataka kukutuma kupitia neno lake kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akupe neema ya kujua neno lake, ili upelekapo neno lake upeleke kitu unachokijua kwa jina la Yesu. Daudi anapata kibali cha kukaa katika ile ofisi ama eneo anayetakiwa akae. Anakaa pale, anaanza kuona mambo yanavyoenda, mambo yanavyoendeshwa. Maana sasa anapata uzoefu. Mungu anakupa uzoefu kwenye neno lake. Kesho utasimamia tawi kubwa, utasimamia watu wa maelfu, ukisema habari za hayo nayejifunza. Sijui kama yanakaa kwako ama yakai ndani yako, lakini Daudi anaanza kujifunza jinsi ya utawala. Wewe unaanza kujifunza jinsi ya kuchunga kondoo wa Bwana. Utaweza kuwachunga kwa jina la Yesu? Utaweza kuwachunga? Rudi kwenye neno la Mungu, jifunze neno la Mungu kwa bidii, ishi maisha matakatifu. Neno hilo libadilishe maisha yako kwanza kabla hajaenda kubadilisha maisha ya watu wengine. Neno, ninapofundisha neno la Mungu hivi, Mungu anafundisha kupitia mimi, lakini mimi kwanza neno hilo linanibadilisha. Neno hilo kwanza mimi linanigusa. Ilisiponigusa mimi, itakugusaje? Neno hilo libadilishe maisha yako, likuhuishe, likuponye, likuinue, likuokoe na mabaya kabla ikuokoa wengine na mabaya kwa jina la Yesu. Kama kwako haijatenda kazi, usidhubutu kwenda. Acha usiende. Kama neno hili muona kila siku, every day I do pray for people. Why should I pray for people if me myself am sick? First of all, that word of God must heal me first. If it cannot heal me, how can it heal somebody else? First of all, I'm preaching for myself. That word must touch me inside. It must touch my heart before it touches somebody's heart. I do preach for myself first. If I cannot understand it, what about you? And that is how the Lord is working. He cannot take you where He hasn't taken you before. First of all, if God wants to send you somewhere, He will take you there before the original mission. That is what God did to Moses. The same to Joshua. The same to David. Before David being crowned to be a king, he was in the king's palace. He was there, seeing the way things were being done. He was gaining the experience there. And that is what we should do. I'm telling you this. Go back and start reading the word of God. If that word, you cannot understand it, how will you make other people to understand it? If that word cannot change your life, how can it change other people's life? If it cannot bring any changes in every area of your life, you must be wasting your time. Make sure first of all that it works in your body. Nasema kuwa kama neno unayejifunza haiwezi kubadilisha maisha yako, haiwezi kukulinda wewe, je, italindaje mwingine? Kama huwezi kuielewa wewe, utamweleweshaje mtu mwingine? Lazima uanze wewe kwanza, uone neno hilo kama inagusa maisha yako, inakuponya wewe. Itakuwaje mimi kama natembea kama gari iliyekata center ball, alafu nasikia naombea watu kwa jina la Yesu pokea uponyaji? Nitakuwa nafungua nafunga. Usijasi kazi watu masetano ndiye nayo wewe.
Mbona kwanza niweke mkono juu ya watu? Unatembea kama mtu anataka kudondoka, lakini unawekea watu mikono, unafanya nini? Kama neno la Mungu hajaniponya mimi, ndio maana nasema hivi, miaka 10 sijameza kidonge wala sijaenda hospitalini. Nasema kabisa. Lakini nasema hivi, kama naweka mikono juu ya watu wanapona, kwa nini mimi nisipone? Neno hilo litakuwa niponye kwanza. Ndio maana mimi kipimo changu ni mimi mwenyewe. Kama maisha yangu yanabadilika, huwa nakuwa na uhakika ya kuwa maisha ya watu wengine watabadilika. Sema kuanzia leo. Kuanzia leo. Neno la Mungu. Neno la Mungu. Ninayejifunza. Inibadilishe. Na iniponye. Inihuishe. Iniumbe tena upya. Kabla hajaumba watu wengine. Katika jina la Yesu. Niwe ni kipimo. Kwa jina la Yesu. Uwe kipimo kwa jina la Yesu. Uwe kipimo kwa jina la Yesu. Mwili wako uwe kipimo kwa jina la Yesu. Umejua kuna wakati mwingine tunakuwa ni kichekesho. Sometimes we do make people laugh. You are telling people that Jesus is able. Jesus can do everything. But the way you look, miserable. Having a lot of problems. And you claim, Jesus can do everything. He can do everything. Why can he do in your life first? Before doing in somebody's life. Kabla Yesu alifanya kwenye maisha mtu mwingine, afanye kwenye maisha yako. Ndio maana kuna mtu mwingine umeona ukienda unamwambia Yesu anaweza, na kuangalia kwanza. Yeye mwenyewe akivaa shati nyekundu na anatoka na gari nyekundu. Amevaa kiatu cheupe, gari nyeupe. Asa unamhubiria nini? Yesu anaweza. Sijui miujiza na kuangalia. Umefeli. Habari unampelekea habari za eti za kupata mali. Anaela mpaka anachanganyikiwa tumieje. Halafu unampelekea habari za baraka. Mwambie habari za Yesu kurudi. Mwambie habari za kuacha dhambi. Mwambie aache habari za kuwa na nyumba ndogo. Mwambie habari za kuacha kutukana watu. Mwambie aache habari za kutoa watoto wake kwa mashetani ili apate mali. Lakini wewe mwenyewe una njaa. Udeni na kutoka. Kuna wakati mtu amekuja umemwombea, lakini umeshamtangazia matatizo yako. Anasema mtu mwenyewe ana njaa. Anaondoka, rudi tena, anasema hapo kuna matatizo. Nasema hivi, Bwana Yesu aonekane ndani yako. Wakilisho ufalme wa Mungu vizuri. Mungu anainua kizazi kingine tena, kizazi ambacho hakitatangaza njaa kwa jina la Yesu. Kizazi ambacho haitakwenda kufungasiwa fungati kule Ulaya kwa jina la Yesu. Nasema kwa takatifu Bwana, hebu tuhubiri Injili. Tuhubiri Injili. Hebu tuende kwa jina la Yesu. Basi Sauli akawaambia, vema, nitafuteni mtu aliyestadi kupiga kinubi mkaniletee. Ndipo akajibu mmoja wa watumishi wake akasema, tazama, nimemwona mwana mmoja wa Yese Bethlehemu. Umeona Daudi ya kujitangaza kuwa yeye ni mpiga kinubi. Wala Daudi ya kutaka kazi ya kupiga mziki pale wapi kwenye hekalu la mfalme. Lakini kumbuka, Daudi mara ya kwanza anatafutwa kule kwenye kuchunga kondoo. Mara ya pili Daudi anakwenda kutafutwa huko kwenye kondoo ya kwa Bwana, twende. Kabla mafuta karudi kwenye kondoo. Twende Bwana ikulu, Bwana. Twende ikulu. Anakwenda kwenye nyumba ya mfalme. Nasema hivi, hawajakutafuta. Lakini sasa kaa mkao wa kutafutwa kwa jina la Yesu. Amen. Hawajakutafuta, lakini kaa mkao wa watu kukutembelea. Kaa mkao wa kupokea ugeni wa kuja kukutafuta kwa jina la Yesu. Amen. Umejua mara nyingi tunapenda sana tutafute. Hii si habari ya kutafuta. Hii ni habari ya kutafutwa. Kimsingi Mungu hajatuumba ili tutafute. Mungu ameumba ili tutafutwe. Hebu nikuulize, ni Adamu alimtafuta Mungu? Mungu alimtafuta Adamu? Alimtafuta Adamu akamtengeneza kama Bwana, nimeshapanda na bustani ya Eden.
kanda mashariki, hebu kakaa kule ukaitunze, ukailime na ukaitishe. Kazi ya Adamu ilikuwa ni afanye ili apate chakula. Kufanya kazi upate chakula, hiyo ilikuwa ni laana. Ndiyo maana kuanzia leo usifanye kazi upate chakula, bali chakula iwe ni haki yako kwa jina la Yesu. Amen. Kuanzia leo kapu lako la unga na chupa ya mafuta isipungukiwe kwa jina la Yesu. Amen. Maana sio mpaka ufanye kazi ndio ule, kwa jina la Yesu. Amen. Laana imeondoka ya kukosa chakula. Kumbe kukosa chakula ni laana. Nini? Ardhi hii kalaniwa na ikatoa michongoma na miba. Umeona sasa kwa nini ilipolaniwa ardhi ndio ikatoa michongoma na miba? Michongoma na miba haikuumbwa katika ile siku ya tatu ya uumbaji. Mungu aliposema ya kuwa maji yaliyokusanyika juu ya uso wa nchi yakusanyike pamoja ili paonekane pakavu. Pakavu analiita nchi, makusanyiko ya maji anailiita bahari. Kisha anasema nchi na itoe miche, itoe mimea na mbegu kwa jinsi yake. Umeona sasa, michongoma ilikuwa na jinsi mbili, miba ilikuwa na jinsi mbili, inatoa matunda lakini pia inatoa miba. Hiyo ni jinsi mbili. Ndio maana michongoma na miba ilikuwa ni matokeo ya nini? Ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuende kwa jina la Yesu. Aliyestadi wa kupiga kinubi, tena ni mtu shujaa hodari wa vita, anenaye kwa busara, mtu mzuri ambaye Bwana yu pamoja naye. Hebu ona jinsi CV hiyo imekamilika. CV ya Daudi ilianza akiwa mdogo. CV yako wakati bado wewe ni mdogo kiroho, je, ikoje? Wakati bado wewe ni mchanga kiroho, ikoje? Unaweza ukaongea pale nje habari za vitabu tu, watu wakasema hii sampuli gani unaongea? Ama wanakuchokonoa ili uongee. Mimi ukinigusa naongea kweli kweli. Na ukitaka mimi niongee, njoo kwenye Biblia. Nitaongea mpaka unasema bwana unaongea kama chereko. Nitaongea kweli, maana ninao cha kuongea. Ndoo hii imejaa, na kama imejaa maji yanaendelea kumiminika ndani yake, lazima yamwagike tu. Wewe unataka yamwagike nje wakati bado hajajaa. Sema ndoo lazima ijae kwanza. Ndoo lazima ijae kwanza. Ndoo yako ijae kwanza kwa jina la Yesu. Amen. Ijae na kufurike na maji aanze kumwagika chini kwa jina la Yesu. Amen. Unaona, hiyo neno lazima ikujae. Ndio maana Yesu akasemaje? Kimjazacho mtu ndicho kifanyacho nini? Kimtokacho. Wewe inakujaa itatokaje? Ikijaa ndio mpaka imesindiliwa, ndio sasa mengine yanamwagika. Mchungaji, umejua mimi sijui nitaanza kuongea neno la Mungu lini. Utaanzaje wakati bado ndoo haijajaa? Ijae, ikujae. Na inami imejaa, lakini unaendelea bado kufanya nini? Kuingiza, hatimaye yanaanza kumwagika chini. Bwana Yesu asifiwe. Basi Sauli akampelekea Yese wajumbe, akasema, nipelekee Daudi mwanao aliye pamoja na kondoo. Mwanae aliye pamoja na nini? Anafuata kwenye kondoo. Usiogope pale ulipo. Yawezekana unauza ubuyu, yawezekana unauza karanga, yawezekana unauza mantilie, yawezekana unafagia barabara. Watakufuata hapo hapo kwenye barabara, watakufuata hapo hapo kwenye ubuyu. Walimfuata Daudi kwenye kondoo. Umeona kazi inayodharauliwa sana. Akafuatwa pale, akapakwa mafuta, akarudi kwenye kondoo. Akafuatwa huko kwa Bwana, nenda mfalme anakuita. Lakini umeona CV yake, aliambiwa mfalme ya kuwa ni hodari na nini, na mtu shujaa jasiri. Zilionekana akiwa mdogo. Habari za neno la Mungu zionekane hata kama bado ni mchanga kiroho. Habari za Mungu hata kama bado hajakomaa kiroho, yaanze kuonekana. Yaani toke neno kweli. Ukisema habari za vitabu, wao wenyewe wakae chini, waseme hii ni nguvu gani inayesema vitabu hivi. Sema vitabu waende mpaka mwisho, anza mwisho kirudi chini. Waambie na aliyeandika kitabu na mwaka gani, mwambie kitabu hicho ilihusu watu gani, na sisi tunaunganikaje? Anze kusema yes. 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 Yaani kila tunachoongea anasema yes. Anasema ndio nini? Umemchanganya. Maana kila unachokiongea anaona kama ni factual. Ni point, anataka andike. Ndio maana ndio. Anataka andike.
Nani anasema mchungaji wanaongea? I do talk. Nimeshaanza kuongea kule. Wewe ni mwenyewe tu, kwa wengine unaogopa. Nione ambaye anasema ameshaanza kuongea kule nje. Ongea. Njia nzuri, wacha nikwambie. Kuna kanuni ambayo usipoifuata huwezi kupiga hatua. Ili mwanadamu wa kawaida aendelee kula chakula kila wakati, anahitajika chakula alichokula apate kufanya nini? Kwenda kutoa. Kanuni ya kuingiza inaendana na kutoa. So kama wewe unakula tu, ukala wiki mbili, hujaenda uwani, huwezi kula tena. So kuna watu wengine hapa ambayo yani chakula imetacha ndani ya tumbo la kiroho. Amekula chakula cha kiroho yani mpaka amepimbiwa nini, haendi uwani. So unaposoma neno la Mungu unazojifunza, haya unahitaji unayojua uyaongee. Unapoongea tayari unasababisha nafasi, unakuwa na kiu ya kuingiza. So kuna wakati mwingine wewe unashindwa kusoma Biblia maana huyatoi. Sema kuanzia leo. Kuanzia leo Nitaenda uwani. nitaenda uwani. Katika ulimwengu wa kiroho. Katika ulimwengu wa kiroho. Kwa jina la Yesu. Unaendaje uwani? Unaongea yale unayojua. Hiyo ndiyo kanuni ya kupata nafasi tena ya kuingiza. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akatoa punda wa kuchukua mikate na kiriba cha divai na mwanambuzi, akampelekea Sauli kwa mkono wa Daudi mwanawe. Basi Daudi akamwendea Sauli, akasimama mbele yake, naye akampenda sana, naye akapasa kuwa mtu wa kumchukulia silaha zake. Alimpenda tu kwa sababu Sauli alikuwa ni mtu anayependa maslahi yake. Lakini baadaye atakapoona ya kuwa Israeli wote wanampenda, wamama wanamwimbia kuwa ameua 10,000, lakini yule ameua 1000 zake, yule kaua 10,000, tayari atasema kabisa huyu sasa katoto haka sasa kanataka kufanya nini? Unapoanza watafurahi, watakutia na moyo, watasema yes, unaendelea vizuri sana bwana mdogo, kazana. Utakapokazana wakaona sasa umeshika moto, wanataka kukuua sasa. Anapenda kwa sababu mpaka anamfanya kuwa ni beba silaha wake, ni mtoto mdogo anayepiga kinubi, maneno yake ni ya kimungu, ya hekima. Lakini alipokaa vizuri, hakukimbiza miaka 18 anataka kumuua. Ndio maana wengi walienitia moyo ninapoanza, walipoona mziki huo umekamata moto, kila mmoja alihofia maisha yake. Kila mmoja alihofia maisha yake. Unapoanza watakubembeleza, watakusaidia. Watakapokuona kabisa kuwa jambo lenyewe linainuka kwa kasi, wataanza kusema bwana, hebu fungeni kamba tumrudishe chini. Hiyo ni desturi ya watu. Ndio maana nasema hivi, kitu kizuri lazima kipate upinzani. Nasema hivi, mabaya yote ninayopitia kwangu mimi ndiye anayenifanya nisitazame nyuma kwenye ufalme wa Mungu. Mabaya yote niliyokabiliana naye, ndio maana unaona jinsi ilivyo. Siko hivi kwa sababu ya ubora fulani, niko hivi kwa sababu yale niliyopitia yamenifanya nimekuwa nganga kweli. Yamenifanya nimekuwa chuma la pua. Yamefanya mwili wangu hata kama mishale ikitua na ichomoa tu nasonga mbele. Hayo nayopitia isikupe shida, mtoto wa mtu. Hayo nayopitia ndio maana imefanya unatulia nyumbani mwa Bwana, unafundishika. Wewe ungefundishika, ungekaa hapa, mimi ningesimama hapa nyuma ya madhabahu nafundisha. Lakini je, ningekuwa naishi? Ungekuwa unaishi wewe? Jinsi ulivyokuwa ni mkataji wa mtaa mzuri, ukitoka kulia umekwenda kushoto, Mungu alikusaidia kusaidia. Mimi Mungu alinisaidia, nasema asante Mungu. Wewe je? Asante. Wewe je? Asante. Hebu tuungane kwa pamoja watakatifu, Bwana tupeleke injili. Nasema hivi, hiyo ni ukweli.
taka usitake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hebu pata picha, tunaanza moja kwa moja kukanyaga frame, tukimwacha Sauli taratibu, tunaanza kuingia kwa Daudi. Hala, hujastuka? Tunaanza kumkaribisha Daudi, inaanza kukata mti, panda mti, weka mfalme, mtoe, weka mwingine. Watakuja wafalme 40 ngapi? 40 ngapi? 40 ngapi? 40 ngapi? 42 wanakuja. Lakini ndio tumeanza. Lazima mjue Sauli vigezo vyake vya kuchaguliwa na vigezo vya kukataliwa, mabaya aliyetenda na mazuri aliyetenda, mji wake wa utawala. Je, alipigana vita gani? Je, alishindaje? Alimtumainia Mungu? Wakati wake nabii alikuwa nani? Umeona sasa? Tunaanza kwenda sasa, na tunapokwenda na siku nao zinakwenda. Hebu tukaze mwendo, hebu twende. Kisha Sauli akapeleka watu kwa Yese akasema, tafadhali mwache Daudi asimame mbele yangu, maana ameona kibali machoni pangu. Ikawa ile roho mbaya kutoka kwa Mungu ilipomjilia Sauli, ndipo Daudi akakishika kinubi, akakipiga kwa mkono wake, naye Sauli akaburudishwa na ile roho mbaya ikamwacha. Roho mbaya. Mziki, kuna nini kwenye mziki wewe? Umewahi kupata ule mziki laini? Yes. Haleluya. Mziki ule laini. Hata kama ilikuwa ya mwaka wa 70, kipindi kile ukiwa mdogo mdogo, ukikaa unapunga upepo, inakupeleka mbali. Inakupeleka mbali wapi? Inakurudisha mpaka mwaka wa 77, mpaka mwaka wa 73, mpaka mwaka wa 80. Hakuna kitu kinachorudisha watu nyuma kama muziki. Lakini kama kuna kitu kinachomfarijisha mtu, hata wakati wa msiba, je, muziki haupigwi? Wakati wa furaha, wakati wa majonzi, kuna nini kwenye muziki? Ipo nini kwenye muziki? Naweka question mark kubwa kwako. Ipo nini kwenye muziki? Tayari. Hebu nikuonyeshe mambo machache. Hii sura ni mwanzo mpya kwenye kitabu hichi. Kitabu gani? Kitabu cha Samueli wa kwanza. Tumepata tayari, umeona? Tumetoka kwenye mwanzo mpya. Kwanza ilikuwa ni habari za Eli wale, alafu na Samueli. Alafu ikawa mwanzo mwingine mpya wakati wa Sauli kuchaguliwa. Tuko kwenye mwanzo mpya ambayo ni Mungu mwingine ta kwanza wa mfalme Daudi. Umeona sasa? Kuanzia sura ya 17 utaona habari za Daudi tu. Daudi anakimbizwa na anampiga Goliathi, Daudi anakimbizwa na mfalme. Daudi habari zake unakwenda mpaka kifo chake. Mfalme Sauli unaingia kwenye Samueli wa pili, Daudi na utawala wake. Unapoingia kwenye Wafalme wa kwanza sura ya 2, hapo ndipo Daudi anakufa. Umeona sasa? Lakini unapotenda mema unayetenda, bila shaka lazima ionekane na idumu. Ndio maana angalia hata misemo waliyesema viongozi waliokuwepo miaka mingi kabla hatujakuwepo. Je, misemo hiyo bado hawasemi watu? Imeandikwa na hata imerekodiwa hata kwenye TV na redio. Zinarudiwa. Unaposema kitu cha maana, yawezekana umekufa miaka imepita hata 50, bado sauti yako ikawa inaongea jambo. Bwana akupe kibali cha yote unayofanya yawekwe akiba, yaendelee kubadilisha maisha ya watu hata baadaye, kwa jina la Yesu. Amen. Pamoja na Samueli kumlilia Sauli, Mungu alimkataa. Mungu alimtuma Samueli kwenda kwenye nyumba ya Bethlehem. Lakini wacha nikwambie kitu kimoja. Sauli alishakuwa mtu hatari. Kama hata Samueli alimhofia na kuhofia maisha yake, ina maana mtu huyo alishakuwa jangili. Alishakuwa mtu hatari huyo. Mpaka nabii akahofia maisha yake, akuwa Sauli akijua ataniua.
Ina maana Sauli angeweza kudhibutu kwenda kumuua mtu aliyempaka mafuta? Haijalishi mtu Mungu alimchaguaje. Kuna wakati mtu ambaye ni kiongozi wako madhabahuni anapomwacha Mungu anakuwa hatari sana. Ukicheza na maisha yako anaondoka na shingo yako. Umeona sasa? Lakini huyu ndio yule aliyekuwa yeye mwenyewe anajiona jiwezi, yeye ni mtoto. Lakini sasa hata nabii anahofia maisha yake. Usiofie maisha yako, maana Bwana atakupa njia ya ulinzi itakaye kufanya Sauli asiondoke na kichwa chako kwa jina la Yesu. Bwana akupe ulinzi kama alivyompa ulinzi yule nabii Samueli, na Samueli akapata sababu ya kupenya. Na mimi nakwambia habari za kupakwa Daudi mafuta ilibakia kuwa siri. Pamoja na wakina Eliabu na Sama na wakina Abinadab walikuwepo kwenye jeshi ambao kesho tutaona jeshi naye kwenda kupigana na Wafilisti, lakini hakuna aliyemwambia Sauli mtihani ya kuwa katoto wako kamepakwa mafuta. Angejua kabisa kwa imeshatimia. Umeshapakwa mafuta sirini, lakini bado hujatoka kule nje. Umeshapakwa mafuta sirini. Ndio maana neno la Mungu linazidi kujaa ndani yako. Ndio maana una hofu ya Mungu. Ndio maana unaishi maisha matakatifu. Ndio maana unajitia nguvu kujifunza neno la Mungu. Mafuta imeshamiminwa juu yako. Imebaki mafuta ya kukutambulisha kule nje kwa jina la Yesu. Amen. Zinaanzaga ndani. Kwangu zilianza wapi? Mwatatu. Sio ndani. Hatimaye mambo hadharani, si ndio? Hebu nikuonyeshe habari za roho mbaya. Habari za roho nini? Roho mbaya ilikuwa inatoka kwa Mungu. Roho mbaya ni nini? Kuna roho nzuri inayetoka kwa Bwana na kuna roho mbaya inayetoka kwa Bwana. Kuna malaika wa nuruni na kuna malaika wa gizani. So kumbuka ya kuwa kuna Roho Mtakatifu ambayo ni nzuri, lakini kuna roho ambayo ni mbaya. So kumbuka ya kuwa ndio maana mtu anayenena kwa lugha yawezekana kanena kwa lugha, lakini roho mbaya. Je, mganga anaponena kwa lugha paka 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 wazee wazee na ukazia macho wazee, anakuambia leta makucha ya simba, utakwenda kumkamataje simba? Ulete makucha ya simba, ama nakwambia ndio wakati mkia nyoka ulete, si aliyekufa, aliye hai. Anakuambia kitu siyeweza. Hiyo ni njia ya kutaka akutoe upepo vizuri. Anaambia mimi nitakwenda kuleta kucha simba, kuleta hapo bilibili. Anakuambia leta machozi ya samaki. Machozi ya maji natoa wapi? Anakuambia mambo siyewezekana. Nini? Anataka kutie hofu. Akutie hofu, ubaki unaning'inia kama popo, ili akukate mtama vizuri. Sema ninakataa kwa jina la Yesu. Ninakataa kwa jina la Yesu. Maana mimi ningemuuliza machozi ya samaki utayaonaje? Ningemwambia naweza kumshika simba namna gani ukapata kucha lake. Ni mambo anayekwambia ni mambo yasiyowezekana, ili apate kukutoboa vizuri, utoe upepo. Nasema hivyo watakatifu wa Bwana. Wajinga ndio wanafanyao nini? Uwe mtu unayesema ukweli. Hata mimi kama sijasema sahihi, niambie mchungaji, sijakuelewa vizuri. Hebu sema tena. Hebu nikuonyeshe maeneo. Hebu haraka haraka. Kwa mfano soma Waamuzi 9:23. Mtu mwingine fungua Wafalme wa kwanza 22. Uanze kusoma mstari wa 19 mpaka 23 uone. Tuone hii roho mbaya ilikuwaje. Waamuzi 9:23. Hebu soma haraka haraka, nataka nimalize. Kisha Mungu akapeleka roho mbaya kati ya Abimeleki na watu wa Shekemu, nao watu wa Shekemu Bwana akapeleka roho nini? Mbaya.
Kwa nani? Abimeleki mwana wa nani? Mwana wa Yerubali, kati yake na wa Shekemu, ili wa Shekemu wamuasi waende kinyume naye, na hatimaye wanaanza kupigana, na wao ndio wanayekuja kumfanya nini? Anakuja kuangamizwa na mwanamke aliyetuma jiwe la kusagia ikampiga na kupasua nini? Fuvu lake, ingawa alisema auawe, lakini roho mbaya kumbe inawafarakanisha watu na watu. Lakini toka kwa nani? Kutoka kwa Bwana, ili hukumu ya Bwana juu yake, maana alitenda mabaya katika watoto wa Yerubali. Aliua wale ndugu zake ngapi? Ndugu zake 68. Mmoja tu alitoweka. Nani? Yonathani. Hebu soma hapo ili uone sababu hiyo roho ilikwenda kwa ajili gani. Na watu wa Shekemu, nao watu wa Shekemu wakamtendea Abimeleki kwa udanganyifu, ili kwamba huo udhalimu ufanye nini? Waliotendewa hao wana 70 wa Yerubali, uje tena kwamba damu yao iandikwe juu ya Abimeleki ndugu yao. Bila shaka ina maana damu ile itakiwa iwepo juu yake. Ina maana kupitia ile roho mbaya ilitenda kazi katika mapenzi ya Mungu, ili hukumu ya Bwana ifanye nini? Itimie katika maisha yake nani? Abimeleki. Roho mbaya kumbe ilitenda kazi chini ya mapenzi ya Mungu. Watakatifu wa Bwana, roho zote lazima zimtii Bwana, hata mashetani. Wewe unamshukuru Bwana, lakini mashetani wanafanya nini? Wanamsifu, wanainama. Kama unasema aishi milele, wanasema aishi milele hata mara 10. Roho zote zinayo mamlaka ya kutenda kazi chini ya mapenzi ya Mungu. Hebu soma Wafalme wa kwanza 22 mstari wa 19 mpaka 23. Uone habari ya ajabu hapo. Uliyepata soma. Mikaya alikuwa ni moja kati ya manabii wa Mungu aliye hai. Wakati taifa la Israeli na Yuda ziligawanyika, Yuda ikiwa ni kusini na Israeli ikiwa ni kaskazini, lakini wakati huo ikiwa ni utawala wa Ahabu aliyekuwa ni mfalme wa Israeli. Lakini kumbuka ya kuwa Ahabu tayari alishatenda mabaya. Alitendaje mabaya? Ahabu alishamuua nani yule? Nani yule aliyeuawa akachukuliwa shamba lake? Nabothi. So Mungu anauliza ya kuwa ni mtume nani aende akamdanganye nani? Ahabu aende Gileadi ili apate kuangamia. Pepo ndio linasema kuwa watu kwanza, hakuna aliyesema maana. Hakuna mbinguni ambaye angeweza kwenda kusema uongo. Lakini pepo linasema nitakwenda mimi. Hebu twende tuone. Sikia basi neno la Bwana. Nalimwona Bwana ameketi katika kiti chake cha enzi. Na jeshi lote la mbinguni wamesimama upande wa mkono wa kuume na wa kushoto. Bwana akasema, ni nani atakaye mdanganya Ahabu ili akwe Ramothi Gileadi akaanguke? Basi huyo akasema hivi na huyu hivi. Umeona, hawakusema wako wazi kule mbinguni. Maana unayesema uongo wewe ni wa mbinguni. Kazi hiyo alistahili kufanya pepo. Akatoka pepo akasimama mbele za Bwana akasema. Akasemaje? Mimi nitamdanganya. Bwana akamwambia jinsi gani? Utamdanganyaje? Akasema. Hapo ndio kuna maongezi kati ya Bwana na pepo, ili hukumu itimie juu ya mtu. Amina, mtakatifu wa Bwana. Katika hukumu yako hata pepo hatafanya kazi, hata shetani atafanya kazi. Endelea. Nitaondoka na kuwa pepo wa uongo kinywani mwa manabii wake wote. Akasema, utamdanganya na kudiriki pia. Ondoka ukafanye hivyo.
Basi angalia, Bwana ametia pepo wa uongo kinywani mwa manabii wako hao wote. Umeona, anamwambia lakini hawezi kuamini. Unaposema ukweli kuhusu neno la Mungu, hata kama watu wasipokubali, simama nayo. Umeona Mikaya anasema ukweli, lakini moja kati ya hao manabii wa uongo, Sedekia, utaona akimpiga kofi ya kuwa roho ya Bwana ametokaje ndani yake kuja kwako. Sedekia alikuwa na roho ya Bwana, lakini Bwana yupi? Bwana yenye herufi zote kubwa, ama Bwana mwenye herufi ya kwanza, ama Bwana yenye herufi ndogo zote? Ni Bwana yupi? Tulimuona Sauli jana akimbariki nani? Akimbariki, anasema anambariki Samueli, akubarikiwe sana Samueli. Baraka zilitoka wapi hizo? Utaendelea kusoma kwa wakati wako, na huko tutafikia pia kwenye Agano Jipya. Utasoma Luka 11:26, 11:26 utasoma kwa wakati wako, lakini pia utasoma Warumi sura ya kwanza mstari wa 21 usome mpaka mstari wa 32. Tunapokwenda kwenye Agano la Kale, lazima tuende kwenye Agano Jipya tuone pia. Na Rumi 11, Rumi sura ya kwanza mstari wa 21 mpaka 32, alafu Wathesalonike wa pili sura ya pili utaanzia mstari wa 8 mpaka 12. Wathesalonike wa pili sura ya pili mstari wa 8 mpaka 12. Ukweli aliyepata Samueli akiwa Bethlehem, na jinsi huo ukweli ilivyosisitizwa kwenye mafundisho ya Yesu. Hebu soma Mathayo 6:1 Epafra. Mwingine asome Mathayo 7:15. Na mwingine afungue Rumi sura ya pili mstari wa 28 na 29. Tuone msisitizo huo ulikuwaje, ambayo Samueli alijifunza pale Bethlehem alipokwenda kupaka mwana wa Yese mafuta Daudi. Alijifunza nini? Angalieni msifanye wema wenu machoni kwa watu kusudi mtazamwe na wao. Umeona? Tuangalie tusifanye wema wetu machoni pa watu ili tutazamwe na wao. Umeona sasa? Samueli anahofia maisha yake. Lakini je, Samueli akujua kama Bwana alikuwa upande wake? Sio yule Samueli aliyeomba mpaka radi ikapiga Wafilisti waliyekuwa na karibia wakatawanyika. Usitende wema machoni pa watu ili wakuone. Nasema hivi, simama katika ukweli. Hata kama dunia yote itajitenga na wewe, lakini bakia katika ukweli. Huo ukweli utakuweka huru kwa jina la Yesu. Taendelea kusoma kwa wakati wako. Na kwa wakati wako usome Mathayo 7:15. Hebu uliyepata soma hiyo. Alafu utasoma kwa wakati wako Rumi sura ya pili mstari wa 28 mpaka 29. Jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaojia wamevaa mavazi ya kondoo, lakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Bila shaka umeona Sauli alipakwa mafuta vizuri. Sauli alianza na Bwana, lakini hatimaye Sauli alibaki yeye kama nabii wa uongo, ama kama mtu asiye, kwa sababu alitakiwa tembee katika mapenzi ya Mungu, lakini baadaye akawa sasa ni mtu hatari. Jihadhari na mtu anayekufundisha kitu ambacho sio sahihi. Utajuaje? Kipimo chako Roho Mtakatifu na Biblia. Pita kwenye Biblia, kagua. Ukikagua uwe na kitu kinachoitwa biblical proof. Nini kila anachokiongea mtu iwepo kwenye Biblia? Ikiwezekana isiandikwe kwenye sehemu moja, idhibitike kwa kuandikwa mara 2 ama zaidi ya mara 1 kwenye Biblia. Na kama iko kwenye Agano la Kale, hebu itafute kwenye Agano Jipya ikoje. Bwana Yesu asifiwe. Udhibitisho ya Mungu kumchagua Daudi na kumkataa Sauli. Hebu soma Wakorintho wa pili sura ya kwanza mstari wa 22. Tuone Agano Jipya tunachaguliwaje na tunakataliwaje. Je, uone kama umekataliwa ama umechaguliwa? Umekataliwa ama umechaguliwa? Wakorintho wa pili sura ya kwanza mstari wa 22.
naye ndiye aliyetutia muhuri, akatupa arabuni ya Roho mioyoni mwetu. Bila shaka aliyetutia nini? Bila shaka yeye ndiyo aliyetujaza Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiyo kipimo chako mtakatifu wa Bwana. Kumbuke ya kuwa Roho wa Bwana anamtoka Sauli. Anapomtoka Sauli anaenda kumwingia Daudi. Lakini kwa Bwana toka roho mbaya inafanya nini? So roho ya kwako, Roho Mtakatifu aliyepo ndani yako, je, ametoka kwa Bwana, ametoka kwa mtoka fujo? Mbona ukiomba na rukaruka unakuwa kama swara, unakuwa mkali kama Masai? Ni Roho Mtakatifu ama Roho mtakafujo? Uwezo ukasema. Daudi alipakwa mafuta sirini mara ya kwanza, kisha akapakwa mafuta hadharani mara ya pili na mara ya tatu. Sauli nayo alifanywa hivyo, alipakwa mafuta mara ya kwanza sirini wakiwa na Samueli, akapakwa mafuta mara ya pili Mispa, na mara ya tatu akipakwa mafuta kule Gilgal. Sasa umeona Daudi naye mara ngapi? Mara tatu anapakwa mafuta. Tumeona kwenye sura ya 16 mstari wa 13 mara ya kwanza. Hebu soma Samueli wa pili sura ya 2 na mstari wa 4, na mwingine asome Samueli wa pili sura ya 5 na mstari wa 3. Huyo Samueli wa pili sura ya 2 mstari wa 4 aanze, tukimalizia na Samueli wa pili sura ya 5 na mstari wa 3. Tuone kupakwa mafuta Daudi hadharani. Hajapatikana Samueli wa pili sura ya 2 mstari wa 4. Basi watu wa Yuda wakaenda wakamtia Daudi mafuta huko awe mfalme juu ya nyumba ya Yuda. Bila shaka, hebu soma sura ya 5 mstari wa 3. Hapo mara ya pili alitiwa mafuta awe ni mfalme wa Yuda, lakini mara ya tatu akitiwa mafuta ili awe mfalme wa Israeli wote, makabila yote. Basi wazee wote wa Israeli wakamwendea mfalme huko Hebroni, naye mfalme Daudi akapatana nao huko Hebroni mbele za Bwana. Wakamtia Daudi mafuta awe mfalme juu ya Israeli. Awe mafuta juu ya Israeli. Mara ya pili ilikuwa ni juu ya Yuda. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna mtu mwenye neno kabla sijamshukuru Bwana, nataka nimshukuru Bwana. Hapana, yule alikuja kuitwa Paulo, na yeye alikuwepo baada ya Yesu, lakini huyu alikuwepo miaka 1000 na zaidi kabla ya Yesu. Lakini huyo Sauli aliyekuja kupewa jina Paulo, yeye ingawa yeye naye alikuwa ni wa kabila ya Benjamini, lakini yeye alikuwa ni mwana wa nani? Huyu alikuwa ni mwana wa huyo mfalme Sauli. Alikuwa ni mwana wa nani? Mwana wa Kishi. Lakini Sauli alikuwa ni mwana wa nani? Aliyejiita yeye ni mwana wa Farisayo, mwana wa Farisayo. Sauli wa pili alifanya mambo. Sauli wa pili alibatizwa akaitwa Paulo, na injili imefika kwetu kwa mkono wa Paulo. Paulo alihakikisha injili imekwenda. Wanafunzi wa Yesu wangeachiwa injili ilikuwa inakwisha pale, maana walikuwa wameichanganya na mambo ya Kiyahudi. Lakini Paulo ndiye aliyesimama na kuongea. Alipigwa bakora uchi sokoni, lakini hakuacha kusema habari za Yesu. Wasikubane uache kuongea habari za injili. Amina. Nani mwingine mwenye swali? Akasema huyu kaka, hili nilishasikia. Akaniambia huyu kaka kwamba
yule kaka alikuwa mke wake ameenda kujifungua kijijini, lakini yule kaka akawa anataka kupata mali, ana kiduka tu kizuri kidogo. Akasema yule mtoto aliporudi akamchezea, yani ili awe ndio anamzalishia. Kumbe wanadai kwamba alikuwa amekosea tu masharti. Kwa hiyo mimi kila ninapopita nikimwangalia yule mtoto hayuko naoma, lakini sipati kibali cha kuingia naye. Sasa leo wakati napita, yule kaka alikuwa anamejinamia, yule mama anasema afadhali yule ameamua kujitolea mtoto wake mwenyewe kuliko wale wanaong'ang'ania kutoa watoto wa wenzao. Lakini nasikia sauti inaniambia anahitaji msaada, yaani kabisa anahitaji msaada. Kwa hiyo nilipotoka pale dukani, sijamzoea sana, nikaenda pale kwa yule mama, nikamwambia kaka, mimi sikufahamu. Nikamwambia Mungu ananiambia unahitaji msaada, wewe mimi nitakupeleka kwa pasta. Yaani niliposema hivyo, yule kaka kama alikuwa anazinduka usingizini kama akili na anasema ndio, mimi niko tayari. Unaona? Nikamwambia basi leo mimi sikujua kama nitawahi nikupeleke. Naomba kesho ukitayarishe, nipe namba zako za simu. Yaani pasta hawezi kuamini yule mvulana kama natoka kumsema amestuka na kusema hata ukisema wakati wowote ule mdada mimi nitaenda. Niko tayari wakati wote. Kwa hiyo nikachukua namba yake ya simu, nikasema basi kesho tutawahi kuondoka saa 7, nitakupeleka kwa pasta. Utaenda mahali pale, utakaa na pasta. Nikamwambia umweleze kila kitu tutafanya, alafu yeye atajua jinsi ya kusaidia. Pasta wewe kuamini, kesho nitakwenda kumpitia, nitaenda nayo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niombe kwa muda wangu niliyokuwa nayo. Ninaomba Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai mtakatifu. Neno lako limepita katikati yetu, Mungu wa rehema. Tukiona jinsi Baba tunapata kuona mwanzo mpya tena. Baba, tunamuona Daudi akitiwa mafuta, mwana wa Yesu, lakini akitolewa Baba kwenye malisho Baba ya kulisha kondoo, na Baba mweza wa yote, mara ya pili akitolewa huko na kupelekwa Baba mbele za mfalme. Tazama watakatifu wako uliowachagua, ingawa Baba hawajalikwa katika Baba mlo rasmi, lakini umewachagua Bwana kama ulivyomchagua Daudi. Baba wa rehema, uwapake mafuta mabichi Baba, mafuta hayo yawaongoze na kuwalinda na kuwafikisha katika hatima yao. Baba, vifungo vyote vinavyowafanya wasionekane, vifungo vya afya mgogoro, vifungo vya mabaya yote, vifungo vya balaa zote na nuksi zote, katika jina la Yesu ninaamrisha Baba zikatike vifungo hivyo vyote, na Baba watu wako wakiumbwa tena upya, na Baba mweza wa yote ukiwapa kibali cha kupata kutafutwa na kutolewa mahala popote watakapokuwepo. Baba, nashukuru jina lako, maana Baba kazi kubwa inakwenda kufanyika, lakini kupitia hawa watakatifu wako. Neno liwabadilishe wao kwanza, likae ndani yao kabla neno kutoka ndani yao na kuwabadilisha wengine. Baba, natangaza uponyaji, natangaza Baba kuonekana, na Baba kila moja asitoke hapa kama alivyofika, bali watoke wamehuishwa na kuumbwa tena upya kwa neno lako. Na ile roho Baba wa rehema mbaya iliyemwingia Baba wa rehema Sauli, Baba, roho hiyo kama ilikuwa ndani ya mtu yeyote hapa, kila roho mbaya, nataka kila roho mbaya itoke ndani ya kila mmoja, ili roho nzuri kutoka kwa Bwana iwaingie watu hao kwa jina la Yesu. Kila roho mbaya iliyetesa afya yako, Mfalme Sauli akupata amani mpaka akapigiwa kinubi, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, roho mbaya itoke ndani yako dada, kwa jina la Yesu. Roho mbaya itoke ndani yako kwa jina la Yesu. Roho mbaya itoke ndani yako kwa jina la Yesu. Roho mbaya itoke ndani yako kwa jina la Yesu. Roho mbaya itoke ndani yako kwa jina la Yesu.
na roho nzuri kutoka kwa Mungu ikuingie kwa jina la Yesu. Roho mbaya itoke ndani yako kwa jina la Yesu, na roho nzuri ipate kuingia ndani yako kwa jina la Yesu. Ninaondoa Baba uvumilivu wa kila roho mbaya iliyopo ndani ya mtu yote kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Roho yoyote mbaya iliyetesa maisha yako kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Roho zote, majini, majoka, mizimu yatoke ndani ya mtu yoyote hapa, na roho nzuri iwaingie watakatifu wako Baba. Roho itakayewaongoza kutenda mema, kuishi maisha matakatifu, kufanya kazi vizuri na kuona mafanikio yao na ufalme wako Bwana. Katika jina la Yesu Kristo naomba, na wote tuseme amen. Amen. Sema asante Yesu. Asante kwa ajili ya roho yako njema. Kwa ajili ya roho yako njema Ndani yangu. Ndani yangu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Basi